Kusikia na kutii ni vitu muhimu sana. Kusikia kunaumba mambo ya rohoni na kunabadilisha mtu asili ya rohoni. Kutii kunaleta kupokea mambo ya duniani, kupokea mambo mema, kupata kibali machoni pa watu na machoni pa Mungu. Kutii ni kukubali agizo ulilopewa. Unaweza ukafanya lakini kiukweli hilo agizo hujalikubali. Unapotii unaruhusu usaidizi kutoka kwa Mungu. Sisi tulivyookoka tumefanyika kuwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo tunapaswa tuishi sawasawa na utaratibu wa nyumba ya Mungu. Kuna mambo ambayo kwa akili zetu hatuwezi, kwa nguvu zetu hatuwezi, kwa namna tulivyoumbwa hatuwezi, lakini yeye ndio Baba anatufanikisha mahali ambapo tumeshindwa kufanikiwa. Cha msingi ni wewe kukubali, wewe kutii hayo maagizo. Efeso 3:20. Yaani kwa hiyo tunaweza kufanya kitu sio kwa nguvu zetu, sio kwa akili zetu, wala sio kwa namna tunavyowaza au kwa namna tunavyoomba, bali kwa kadri ya nguvu ya Roho wake tuliyempokea ndani yetu. Kupitia yule Roho tuliyempokea aliyotufanya sisi kuwa watoto wa Mungu, anatusukuma kuyafanya mambo ambayo sivyo tulivyoomba, sivyo tulivyowaza, sivyo tulivyo na ufahamu katika hilo. Yeye anatuwezesha kupitia huyo Roho ndani yetu. Wewe unachopaswa kutii, kubali, kwenda sawasawa na utaratibu wa Mungu. Halafu Mungu atafanya miujiza kwenye huo utaratibu. Atafanya mambo ambayo hujayaomba, hujayawaza, huyaelewa, ili tu wewe uweze kuishi sawasawa na maamuzi uliyoamua kukubali. Mungu anamwambia Ibrahim, toka wewe unako nyumba ya baba yako, nenda kule ninakokuelekeza uende. Ibrahim akakubali, akambeba Sara mkewe, akaondoka naye pasipo kujua anaenda kwa nani. Akachukua imani na utii, akakubali. Kwa namna nyingine ni mazingira ya kuhatarisha maisha yake. Kwa hiyo wakaondoka, wakafika katika ule mji kama kaka na dada. Wameingia hadi hali hiyo ya mazingira hayo ni kwa sababu ya utii. Utii unakupa kujigharimu. Usitake kuelewa mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu wanatii. Ukitii alafu yeye anafanya. Wakaingia kule kwenye mji na mfalme akamtaka yule mkewe Sara. Anaingia kwenye changamoto kwa sababu ya utii. Wakati wamembeba mke, nadhani Ibrahim alimwambia, kwa hiyo Mungu ndio umeamua kuruhusu hii hali, wanyang'anye mke wangu. Bwana akamtokea mfalme, akamwambia mfalme, chonde ukigusa huyu binti na kuua wewe na watu wako wote. Unaona faida ya kutii. Mungu anatokea kumpigania. Ibrahim hakujua nini kitatokea. Ilibidi aanze kuwaza mawazo ya kibinadamu ya kujitetea yeye na mke wake. Lakini Mungu akachukua huo udhaifu wa kibinadamu akambariki Ibrahim. Kutii unakupa kula mema ya nchi. Unaruhusu vitu vya duniani. Kusikia kunaumba mambo ya kiroho ndani yako. Kusikia kunabadilisha utu wako wa ndani na kukufanya mtu wa kipekee. Usimwekee Mungu mashaka. Mungu hashindwi na chochote. Utii ni kupinga kila kizuizi kinachokuzuilia wewe usifanye unachotakiwa kufanya. Danieli walivyompinga asimwabudu Mungu, na waliposema hamna mtu wa kufanya ibada, yeye akaamua kufanya ibada waziwazi, kila mmoja ajue ameamua kumwabudu Mungu wake. Waliotunga sheria ili kumbana na kumteka asifanye kile kitu, walipata njia ya kuona wanaweza kumweka kunapo mamlaka yao na miliki yao. Lakini kila hukumu walioiweka na silaha waliotaka kuitumia haikuweza kummaliza Danieli.
Ondoa mashaka juu ya Mungu. Muamini huyu Mungu yupo. Wewe fanya sawasawa na utaratibu wake. Fungua Matendo ya Mitume 5 mstari wa anzia 25. Unaona hawa walizuiliwa. Yaani walikamatwa wakapelekwa gerezani kwa sababu ya kuhubiri Injili. Watu hao wameamua kutii na ndivyo walivyo. Hawabadilishi chochote. Walielewa kwamba Yesu aliwaambia enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili na kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wangu. Ndicho walichokipokea. Kwa hiyo walianza na kuamua kuifanya hiyo kazi kwa namna yoyote na kushindana na kipingamizi chochote kinachopinga lile agizo, pasipo kujali nini kitatokea. Utii ni kushindana na chochote kinachozuilia agizo ulilopewa. Wakati unaona upinzani ni mkubwa kwenye jambo fulani ambalo ni la kiungu, ni agizo la kiungu, wakati huo ndio wa kufanya hilo jambo. Manake adui ameona thawabu unaenda kuchukua, unaenda kupokea juu ya hilo agizo. Kwa hiyo amepambana na wewe. Na wewe ukikubaliana na ule upinzani ulioonekanika, ndio umefeli. Isaya 1:19. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Umeona amesema kama mkikubali na kutii. Kuna mtu mwingine anatii lakini hajakubali. Kwa hiyo ukijifunza kusikia maagizo ya Mungu, ukayatunza ndani ya moyo wako yale maagizo na sheria ya Mungu, zinakupeleka kunakokuwa mtu mkuu. Sasa ukuu hautokani na vitu ulivyonavyo. Ukuu upo ndani ya mtu. Mtu mwenye ukuu au mtu aliyebarikiwa, mwenye neema fulani ndani yake, hata ukimnyang'anya kila kitu hapo, mpeleke sehemu kama alivyo, mpe tu muda fulani, utamwona vitu vile tena anavyo vyote. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1. Anasema utakaposikia kwa bidii kutunza maagizo yote, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza. Unapewa roho ya ubora, roho ya ukuu na neema ndani yako, ya kuwa zaidi ya watu wengine, ya kuwa bora ya watu wengine, na kila unalolifanya linakuwa limebarikiwa, na vyovyote vinavyokuzunguka vinakuwa vina ubora. Kwa nini? Umetunza. Kusikia kile ulichokitunza umekifanya kiwe sehemu ya maisha yako. Mtu akisema huyu mtu anasikia, manake anafanya sawasawa na alivyosikia, anafanya sawasawa na alivyoelekeza. Sasa huyu mtoto ni msikivu sana, anasikia sana. Maana yake akipewa agizo anafanya sawasawa na alivyoagizwa. Tii maagizo ya Mungu, tii sheria ya Mungu. Ukisoma Ezekieli 36 mstari wa 26 hadi 27, anasema nimeweka roho yangu ndani yenu ili iwaendeshe kutimiza sheria ya Mungu, na maagizo yangu mtayatenda, na mimi nitakuwa Mungu kwenu. Kwa hiyo unapokuwa mtii na kufanya maagizo ya Mungu, Mungu anafanyika kuwa Mungu wako. Unapotenda sawa sana na maagizo, unaruhusu mahusiano ya wewe na Mungu kukutumia katika utendaji wake hapa duniani. Utafanya mambo ambayo wengine hawajawahi fanya. Utafanya vitu ambavyo ni vya kushangaza. Jambo lolote ili litimie hapa duniani linamhitaji mtu, linakuhitaji wewe utii maagizo ya Mungu. Faida ya kutii inamhusu mtu husika. Mahali popote utakapoenda, mema yatakufuata. Usaidizi wa Mungu unakufuata kila mahali ili uweze kupokea mema ya nchi. Kutoka mlango wa 3 mstari wa 3 hadi 4. Utaona Musa alipoona, moyoni mwake akasemezana, naona hichi kijiti kinateketea, nitageuka nione maono haya. Alivyokubali kugeuka moyoni mwake, ndipo Mungu alipomwita. Mungu hawezi kusemezana na mtu na kumwagiza mtu, wala hawezi kufunua hata maono ya maisha yako kama hauko tayari kupokea, haupo tayari kugeuka. Uwe na dhamira moyoni mwako ya kutii agizo la Mungu. Mungu anavyoiona ndani yako, ndipo anakusemesha, ndipo anaweza kukuita. Tunaona hapa huyu alivyoweka moyoni mwake kila alichokiona, kwamba nitageuka nione haya maono, ndipo Mungu alipomwita. Amua kubadilika, kwamba sasa nitamtumikia Mungu, sasa nitamtii Mungu, sasa nitatii maagizo. Haijalishi naumia kiasi gani, haijalishi nachoka kiasi gani, haijalishi yatanigharimu kiasi gani,
ila nitamtii Mungu. Ndipo unapewa roho ya usaidizi. Roho ya usaidizi ni kwa wale wanaohitaji kumpendeza Mungu, waliodhamiria kumtii Mungu, kwa sababu kuna mazingira mengine unatii lakini yanaumiza, lakini yanachosha, lakini yanakatisha tamaa. Unapotii maagizo, mtu ambaye haelewi anaweza kukuhisi umechanganyikiwa. Haujachanganyikiwa. Ongea kwa ujasiri kile unachokielewa na kukiamini. Kwa kadri unavyoongea kwa ujasiri ndivyo unakiri kitokee hicho unachokiamini. Amesema hivi, watu wangu wataishi kwa imani. Fanya vitu kwa imani ili uishi kwa imani, halafu na imani yako idhihirike. Kutokutii na kutokusikia kunasababisha uharibifu mkubwa katika maisha ya mtu. Kwa usipokubali na usipotii, elewa hivi, unajichelewesha mpendo. Yaani inawezekana ilibidi mwaka huu ufike level fulani kiuchumi, ufike level fulani kiroho, kwa sababu ya kutokutii. Ulivyo mwaka jana ndivyo ulivyo leo. Kutokutii kunazuilia neema ya ukuaji kiimani, kiroho. Ondoka kwenye mawazo ya kwamba sijui mtumishi ndo anatakiwa kufika level fulani, sijui mtu fulani anatakiwa kufika level fulani. Ondoka huko. Mtu yoyote aliyeokoka anatakiwa kwenda kunako, amesema ili kanisa lifike katika kimo na cheo cha nani? Cha Kristo Yesu. Sisi wote tunatakiwa tufike kwenye hicho kimo na cheo cha Kristo Yesu, sio mchungaji. Haitokei kweli kwa siku moja, haitokei kwa wiki moja, lakini vile unavyoendelea kujinyenyekeza na kutii yale maagizo, ni process. Utaona mwaka huu kuna kitu umeelewa. Utaona kuna vitu unaamrisha vinafanyika. Kuna jambo hili ukiomba linakuwa. Unaona na vitu fulani na fulani. Unapewa na ufahamu huu na huu. Kusikia sauti ya Mungu na kusikia maagizo ya Mungu na kutii maagizo ya Mungu ni muhimu zaidi kuliko kuomba. Ukijifunza kutii maagizo, ukijifunza kusikia, kuna ruhusu sana wewe kuinuka kiroho na kusikilizwa maombi yako. Ukiwa unatii maagizo, unafanya kazi ya Mungu. Kuna vitu unawaza, ukiwaza tu vinatokea. Hujaomba. Ukitamani tu vinatokea. Hujaomba. Kwa hiyo ni muhimu sana kutii na kusikia kuliko kuomba. Sasa mtu anaomba. Jana tu mwenyewe amepinga jambo la kiume, hajatoa fungu la 10. Unaomba nini sasa? Hata ukiomba unakuwa chukizo mbele za Mungu. Sasa mtu jana wewe umeiba fungu la 10, haujatoa fungu la 10, alafu unaenda mbele za Bwana unaomba. Mungu anajua sirini. Kwa sababu hiyo ni akili yako kabisa imeamua, sio bahati mbaya. Umeamua kuwa mwizi, ukaiba fungu la 10. Mfano amepata 200,000, anasema nipe 20,000. Hapana, sasa nifanye niibe 10,000 hapa, nimege 10,000 na huko kwenye 5,000 nitamega 5,000, nitabakia na 15,000. Kwa tutakuwa tumegawa. Ameshazunguka hadi kwa Yesu. Nako anataka kuzunguka. Ameshaiba. Roho ya uasi haimpi mtu kutii. Anania aliiba sehemu ya kiwanja ya hela, aliyouza kiwanja, alipofika madhabahuni akafa. Unapotii hata usipoomba, Mungu anakujua, anaijua haja ya moyo wako. Unaruhusu na kizazi chako kianze kutembea na Mungu mapema, kianze kumnyenyekea Mungu, kianze kuwa na adabu na Mungu aanze kusema nao. Kwa sababu ya kwanza ya kutokutii ni asili ya mtu mwenyewe. Sababu ya pili, ile hali ya kutokujitambua. Mtu asipojitambua kwamba yeye amependwa, amependelewa, yupo na Mungu, ameletwa na Mungu mahali hapo, sio kwa nguvu zake, ni ngumu kutii. Jitambue kwamba wewe umefanyika kuwa mtoto wa Mungu. Hayo maagizo unayopewa ni sawa na baba na mtoto. Kwa hiyo usipotii unaonekanika kama muasi kwa baba yako. Kwa hiyo unazuilia pendo la baba kwako. Yule mke alivyonyenyekea kwa mfalme, akiwa amekuja na zawadi na nini, mfalme akagairi kumnyonga Nabal. Lakini Mungu alikasirika hicho kitu. Mungu akammaliza kwa kukosa utii. Kiburi na ile hali ya kujisikia inaweza kukuzuilia kutii, halafu ikamaliza maisha yako. Mtu kwa sababu ana vitu fulani, anajiona na uwezo hivi, anaweza kufanya hivi, anaweza kaanza kuinua mabega. Mtu mwingine ambaye anaweza akawa hawezi kutii, tabia ya dharau na mazoea. Mithali 9 mstari wa 7 hadi wa 9, unapata Mwanzo 4:7 hadi 10. Tabia ya mazoelea inakupa kuchukulia kila kitu kawaida tu. Huzingatii ndani yako. Uzingativu unaondoka ndani yako. Kwa hutaweza kutii. Kwa hata mtu akikukumbusha hichi kipo hivi na hivi,
mazoea inakuleta kunako uharibifu, kutokutii. Tabia nyingine inayoweza kukufanya usitii, mtu mwenye tabia ya mwilini. Wakorintho wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 14. Ukiona kila agizo unalopewa wewe unalijaji, unatafakari tofauti, wewe upo mwilini sana. Wakisema kusanyiko, nasema kwani siwezi kuombea kwenye TV? Kwa mtu mwenye tabia ya mwilini ni rahisi sana kukosea na hayatambui maagizo yote ya kiroho. Tukisema twende kusanyiko, atakwambia hivi, mimi nitapokea, mtakaporudi si mtarudi. Kwani hamtapokea? Mkipokea mtatuachilia na sisi tuachilie vyani? Wamesema wote tukapokee kule. Kwani wewe umekuwa likinda la ndege unataka tukutapikie? Twende tukachukue wote tunakoenda kuchukua. Kubali kutii maagizo ili umuone Mungu.